Kwa majina naitwa Januari Peter Ramani, natokea Loliondo, wilaya ya Ngorongoro. Tulikuja kwa ajili ya kupata elimu ya ufugaji nyuki. Ingawaje ni wafugaji, lakini tunatumia njia ya kienyeji. Lakini kwa mafunzo ambayo tumeyapata, tunaenda kubadilisha namna ya ufugaji na kupata mazao ambayo yataendana na ufugaji ambao tunaenda kuendesha, ambao ni ufugaji wa kisasa. Lakini kama washiriki tunaomba serikali sasa, kutokana na mafunzo ambayo tumeyapata, tumekuwa na changamoto ya vifaa vya ufugaji kwa maana ya mizinga, lakini masuala ya vifaa vya ufunaji, kuchakata, lakini pia masoko. Kwa hiyo tunaomba serikali baada ya kujifunza na kupitia haya yote tuliyopata, waweze kutuwezesha hivyo vifaa vya ufugaji nyuki. Kwa majina mimi naitwa Norkishili Moseka, nimetoka mkoa wa Arusha, wilaya ya Ngorongoro, tarafa ya Loliondo. Tumefika hapa kwa ajili ya masomo ya mafunzo ya utunzaji wa nyuki. Na tunashukuru tumefika hapa kwa ajili ya mafunzo ya ufugaji wa nyuki. Na tunawaomba serikali yetu itusaidie kupa vifaa vya kuzalisha nyuki. Wanapenda ufugaji na ni wafugaji wazuri, lakini wanatumia mbinu zile zile za zamani za kufuga pamoja na kuvuna asali, kuchakata na kuleta asali sokoni. Na tumepata changamoto kubwa, asali inapofika sokoni inakuwa haina quality, haikidhi mahitaji ya soko. Hivyo basi tukaona hawa wenzetu walioko kwenye vikundi vya Kokoba ambao ni wahifadhi wa mazingira waweze kupata mafunzo ya kisasa kutoka chuo hiki cha nyuki Tabora, ili wapate mbinu na uelewa mpana kuhusu ufugaji bora wa kisasa wa nyuki na mazao ya nyuki. Kwa majina naitwa Veronica Mtoka, nafanya kazi na shirika la Frankfurt Zoological Society, ni mratibu wa mafunzo ya ufugaji wa nyuki. Shirika letu la Frankfurt Zoological Society linafanya kazi kwa kushirikiana na hifadhi za taifa Tanzania. Kwa kanda tuliotokea tunafanya kazi kwa kushirikiana na hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kwa tunafanya kazi na wananchi walio pembezoni mwa hifadhi za taifa, kwa sababu ni wananchi ambao tunafanya nao kazi ili waweze kusapoti shughuli zote zinazohusiana na uhifadhi. Tumefanya haya mafunzo kwa sababu ilikuwa ni moja ya uhitaji na ni moja ya malengo ya hifadhi, kuwasaidia wananchi kupata shughuli ambazo zitawapatia kipato kwa njia ambazo haziharibu mazingira. Kwa sababu kama wahifadhi tunaangalia mazingira ni sehemu muhimu ya uhifadhi. Mazingira yakiwa mazuri na salama, ekolojia au wanyama wote walio kule ndani watakuwa vizuri. Kwa hiyo tunasaidia wananchi wafanye kazi za kuwaingizia kipato ambazo ni rafiki kwa mazingira. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.